mikopo kwa wanafunzi, fursa ya kusoma kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Na hili nalo kwa kweli tumshukuru tu rais wetu. Watu watachoka, lakini ndio kweli. Tufanyeje? Kwa sababu yeye alivyoingia, si ndio aliamuru ongezeni fedha mikopo ya elimu ya juu yeye mwenyewe, na vile vile akaita viongozi wa wanafunzi akawaambia hata fedha za kujikimu na waongezea yeye mwenyewe. Na yeye mwenyewe aliagiza ile faini na tozo ya 16% ondoeni, watu waweze kurudisha mikopo kwa kasi na kwa wepesi zaidi ili tuendelee. Na mikopo ya elimu ya juu imeongezeka. Alivyoingia madarakani, ilikuwa tena hapo amekosea alivyoniandika, ilikuwa ni bilioni 464, sio 570. Rais wetu aliingia madarakani ilikuwa 464. Sasa hivi ni 787. Kila mtu angalie ni percentage kiasi gani imeongezeka hapo. Sasa ili tusisahau maeneo mengine, kuna vituo vya umahiri vya elimu tiba. Juzi nimepata fursa ya kuzindua awamu ya pili ya ujenzi pale Mloganzila, mambo ya cardiovascular, yani sayansi ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Ujenzi pale Mloganzila, mkaangalie. Fedha sasa hivi tunaongeza dola milioni 83, karibia milioni 84. Ujenzi wa kufanya pale sasa ukae kama na JKCI, itakuwa one of the best center kwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, cardiovascular center, na ni center ya Afrika Mashariki, chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nchi zote za Afrika Mashariki wanaangalia hapo. Lakini Tanzania tumewini tena center nyingine 2. Moja itakuwa Benjamin Mkapa kushirikiana na UDOM, na nyingine inaenda Mloganzila. Kwa hiyo center za umahiri katika elimu tiba Afrika Mashariki zitakuwa 3 badala ya 2.